تتعطل بسببها الكثير من المصالح العامة والخاصة، وتقطع الطرق وتغلق المؤسسات العامة والمحلات التجارية. ofisi zinafungwa, masali ya watu wote kama ni serikali, kama ni maofisi ya serikali au ya watu binafsi yanafungwa, njia zinafungwa kupitiki tena, na sehemu za kibiashara watu wafanye biashara, ukifungua duka lako utaibiwa. Na haya ni katika mafasidi. Kwa hiyo watu wazuiliwe na mambo yao. kadhalika ighfalu at-turuq ash-shar'iyya fi al-mushkilat wa islah al-awda', katika madhara makubwa yanayopatikana ni watu wanaghafilika kuzitumia zile njia za kisheria katika kuondosha mambo ya munkarat, mambo ya kukataza maovu na kutengeneza hali. Hivi sasa zile njia ambazo zinatakiwa watu hawazitumii, kwa sababu wajua kuna shortcut ya maandamano. Limetokea jambo fulani, maandamano, si mngetumia zile njia zinazotakiwa? Lakini njia zile sasa zinakufa, na siku zote inapoingia bid'a sunna inakufa. Watu hawatazusha bid'a isipokuwa wataua sunna kwa kadri yake. Kila bid'a inapozidi na sunna ndivyo inazidi kufa. Kwa hiyo ule utaratibu wa kisheria hautumiki katika kuabiri rai au kupinga jambo au kudai jambo. Utaratibu wa kisheria hautumiki. Katika madhara mengine niwazidishie jukwaa nyingine hiyo, ndani yake pia vile vile kuna i'ta'u a'da'i al-islam adh-dhara'i'a lit-tadakhuli fi biladi al-muslimin, ni kuwapa fursa maadui kuingilia kati na kuingia katika miji ya Waislamu. Na haya niliyasema katika muhadhara wa jana, namna maadui walivyoweza kuingia, yani nchi za kimagharibi na kikafiri zenye tamaa na mali za watu na zenye chuki na Waislamu walivyoingia katika nchi ya Libya kwa sababu ya maandamano na mapinduzi. Hao wanaandamana, wanapigana, na yule naye anapiga. Kwa hiyo wanawapa fursa sasa, wajifanya wao wanakuja kutuliza amani, kumbe wanakuja kuiba. Nani kasababisha? Nyinyi wenyewe. Tayib, hayo ni katika baadhi ya madhara yanayopatikana. Kuna madhara mengi sana, lakini hayo ni baadhi. Yahsulu bisababiha za'za'atu al-amn wal-istiqrar wa itharati al-qalaqil wal-fitan, inapatikana kwa sababu ya maandamano uvunjifu wa amani na kukosekana utulivu na kuamsha fitna. Wakifanyika maandamano mara nyingi, basi miji inakosa amani, na hili ni jambo vile vile mushahidi, limeshuhudiliwa, liko linafanyika. Pia vile vile katika mafisadi yanayopatikana katika mudhaharati, yahsulu fi kathirin minha al-ikhtilat baina ar-rijali wan-nisa, hupatikana katika maandamano mengi ikhtilat, mchanganyikano wa wanawake na wanaume. Hata kama ile maandamano kama mazefi na nini, watu katika mazafa yao barabarani, utakuta ikhtilat lazima hasil, na hili linapatikana na watu wanalijua na hawawezi kuzuia ikhtilat, kwa sababu mpaka wanawake wengine hutoka katika maandamano, wake na wanaume wetu wanapigania dini. madhara mengine, yahsulu bisababiha fi kathiri min al-ahyan min musadamat baina al-mutadhahirin wa baina rijali al-amn wash-shurta, wa yaruhu dhahiyataha al-kathir min at-tarafayn. Miongoni mwa madhara yanayopatikana, hupatikana kwa sababu ya mambo ya maandamano katika baadhi ya nyakati, mgongano baina ya wenye kuandamana na watu wa usalama, askari, na hatima yake watu wengi sana hupoteza roho zao na wengine wakajeruhiwa katika pande zote mbili. Nasikia kuna askari kauliwa, kuna mtu mwingine kapigwa risasi, mwingine hivi katika maandamano. Na huu ni ufisadi bila shaka, ni madhara miongoni mwa madhara, na haya sisi tunafahamu. Kuna watu wangapi washauawa kupitia mambo ya maandamano? Ni madhara na ni kuangamiza Waislamu. kadhalika tataarradhu bisababiha alkathiru min almasalih al'amma walkhassa lisalbi walnahbi waltakhrib. Inapopatikana maandamano, kunapatikana uharibifu mkubwa sana katika sehemu mbalimbali, sehemu za watu binafsi, sehemu za kiserikali. Watu wanaiba, watu wanavunja,
haya yanatokea pia vile vile. Pakishakuwa na maandamano, grupu la watu likipita, basi kila mwenye laki ataingia pale, kwa sababu ni msafara wa mamba na kenge pia wamo. Msafara wa mamba huo, kenge pia wamo. Sasa kuna watu wana nia zao tano watakutumia fursa ile, wakishaona duka la mtu atavunja. Na wengine walikuwa wakifanya maandamano, mara wasikia vijana wa mitaani wamevamia vibanda vya Wameru, washaiba mirungi. Wakipita baa wengine watoka na mizinga pale, wakwambia nimeibuka na mzinga wa konyagi. Sasa wewe unapigania Uislamu, unaibua mzinga wa konyagi wa nini? Unaingia kwenye kibanda cha mirungi, waiba mirungi ya nini? Unachukua gomba la kazi gani? Unataka kupigania jihadi na gomba? Sasa haya mambo yanatokea kwenye maandamano sana. Watu wakipita kwenye magenge ya watu, kuna nyanya nini, watu wabeba wachukua zako, au watu wanajihalalishia kwamba ni halali. Haya ni mambo yanatokea kupitia mudhaharati, huwezi kuyakwepa. Utawadhibiti vipi vibaka? Watu wakopua simu, wale chukua saa, wale chukua hiki, wizi tunafanyika hapo. Sasa madhara yote haya mnayaleta, sababu yake nini? Kuonyesha hisia tu. Kafiri hapigwi kwa hisia basi.